Mchezo wetu dhidi ya JKT Tanzania itakuwa ni kesho majira ya saa 12:30 jioni katika uwanja wetu wa nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kesho wenyeji tunacheza katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Mnafahamu ya kwamba ni uwanja wa JKT, lakini na Simba Sports Club huo ni uwanja wetu. Kwa hiyo mwenyeji kesho tunakutana katika uwanja wetu wa Meja Jenerali Isamuhyo. Niseme tu ya kwamba maandalizi yanakwenda vizuri, bado hayajakamilika na tumekuwa na muda mfinyu wa kufanya maandalizi kwa sababu ya back to back ya mechi ambazo zimeongozana. Tumemaliza juzi mechi yetu ya dabi ya Kariakoo Derby. Tumepata muda jana kidogo na leo muda kidogo kwa ajili ya kufanya maandalizi kwenda kucheza na JKT Tanzania. Kucheza na JKT Tanzania hauhitaji siku mbili za kufanya maandalizi. Unahitaji upate walau siku 5 mpaka siku 7 za kujiandaa na JKT Tanzania kutokana na ubora waliokuwa nao, lakini hakuna wa kumtupia lawama wala wa kumsogola. Ratiba iko hivyo kwa timu zote na hatuna budi kuishi nayo kwa namna hiyo. Tumecheza dabi 2 ndani ya wiki moja na tunakwenda kucheza dabi nyingine ya 3 ambayo hii ni dabi ya Mbweni. Tumecheza Kariakoo Derby na sasa ni dabi ya Mbweni. Sisi na JKT Tanzania ni majirani kabisa, pua na mdomo. Kwao na kwetu ni majirani, yaani huku ukiita Saidi Ndemla anaitikia vizuri, ukiwa kwetu kambini ukaita Ndemla, huku Ndemla kwao anaitikia vizuri, anasikia bila mashaka ya aina yoyote ile. Tukipikaga vinono kambini kwetu huwa wanasikia kule JKT Tanzania kwamba Simba anaungurumisha vinono kambini kwao. Kwa hiyo ni majirani na hii ni dabi ya Mbweni. Lakini kiutaalam mechi hii ni ngumu kutokana na ubora wa mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye. Katika timu 4 bora hivi sasa, mojawapo ni timu ya JKT Tanzania. Ukitazama msimamo inaakisi hivyo, ndiyo timu ya 4 baada ya wa kwanza, wa pili Simba, wa 3 Azam, wa 4 ni JKT Tanzania, na hajakaa hapo kwa bahati mbaya. Na JKT Tanzania ndiyo timu pekee ambayo timu za madaraja ya kati ambayo imewahi kuongoza ligi kuu msimu huu kwa muda mrefu kweli kweli. Kwa mnaweza mkaona hiyo ni mechi ya aina gani ambayo tunakwenda kucheza. Lakini kama haitoshi, katika timu ambazo zimepoteza mechi chache za madaraja ya kati ni pamoja na JKT Tanzania. Imefungwa mechi 4 tu msimu mzima katika mechi 20 ambazo wamecheza. Kwa hii sio timu ya kubeza, na hii sio mechi ya kuingia kichwa. Hii ni mechi dume, ni mechi ngumu, ni mechi ambayo tunapaswa wanasimba kutuliza akili kweli kweli kwenda kuielekea katika mechi hiyo kutokana na ugumu wa mpinzani wetu. Tena tunakwenda kucheza nyumbani kwao. Kiasili ni yuko ugenini katika mechi ya kesho, lakini kiuhalisia JKT Tanzania yupo nyumbani kwao Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo ndugu zanguni wanasimba, hii itakuwa ni mechi ngumu kweli kweli, na itakuwa ni mechi bora ya kuitazama kutokana na ufundi waliokuwa nao wapinzani wetu wa JKT Tanzania. Pamoja na heshima yote ambayo tunampa JKT Tanzania, pamoja na ubora wote aliyokuwa nao JKT Tanzania, lakini mnyama anataka alama 3. Hicho ndio kitu pekee ambacho tunaweza tukawaambia majirani zetu wa JKT Tanzania. Mnyama anataka alama 3 katika mchezo wa kesho. Kwanza tumezikosa alama hizi katika mechi iliyopita, sasa tunazitaka alama hizi katika mchezo wa kesho. Kwa mantiki hiyo, mnyama ataingia katika mchezo wa kesho
kama mbogo aliyejeruhiwa akitafuta alama 3 katika mchezo huo. Tutaongeza ubora maradufu ya ubora tuliokuwa nao, tutaongeza umakini maradufu ya umakini tuliokuwa nao, tutaongeza kujituma na kupambana, na tutaongeza umakini kweli kweli ili tufanikiwe kuchukua alama 3 mbele ya JKT Tanzania. Huwezi kupata alama 3 mbele ya JKT kama hautakuwa na mambo hayo manne: ubora, kujituma, nidhamu na kupambana kweli kweli. Hiyo ndiyo salama pekee ya kutuwezesha sisi taifa kubwa Simba Sports Club kuvuna alama 3 mbele ya JKT Tanzania. Mechi yetu itapigwa pale pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na tunategemea kuona vitendo vingi vya kiungwana vya kimpira vikifanyika katika mchezo huo. Hatutegemei ambayo huwa yanafanywa na watu wengine. JKT ni timu ya mpira halisi sanjari na Simba Sports Club ni timu halisi ya mpira wa miguu. Hatutegemei kuona mambo ya hovyo yakifanyika katika mchezo huo. Tunachotegemea kuona ni ushindani pekee, na kwa kuwa sisi ni wenyeji katika mchezo huo, maana yake ni kwamba tunategemea wageni wetu JKT wakija watatumia dressing rooms vizuri kwa amani na kwa upendo kabisa. Hatutategemea na hatutegemei kuona watu wanatumia danguro kama sehemu ya dressing room yao. Tunategemea na tunadhani ya kwamba watatumia dressing room kama kanuni zinavyoelekeza. Tu dhidi ya JKT Tanzania, viingilio ni shilingi 5,000 kwa maana ya mzunguko na shilingi 10,000 VIP. Nichukue nafasi hii kuwaomba, kualika ndugu zangu wana Simba. Mechi iliyopita wamefanya kazi kubwa sana, kazi nzuri sana ya kuja kwa wingi katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na hapa ni wapongeze wana Simba. Katika mchezo ule wamekuja wengi kweli kweli, vile tulivyotamani ndivyo ilivyotokea. Wana Simba tukawa wengi uwanjani kuliko wapinzani wetu, na tunategemea hivyo hivyo katika mchezo wa kesho. Wana Simba tutakuwa wengi vile vile kuliko wapinzani wetu, na pamoja na matokeo ambayo tumeyapata mechi iliyopita, lakini niwaambie wana Simba ya kwamba sisi viongozi wao bado hatujakata tamaa na vita ya ligi kuu ya NBC. Bado tunaamini ipo, bado tunaendelea kupambana, bado tunaendelea kuitafuta heshima ya Simba Sports Club. Kwa hiyo asitokee shabiki wa Simba akajiondoa kwenye mrengo huu wa kuendeleza mapambano na akakata tamaa ya kuja uwanjani. Kila mwana Simba aendelee na moyo, aendelee na dhamira ya kuja uwanjani kila mechi katika mechi 10 ambazo zimesalia, kwa sababu sisi tunaamini ubingwa bado uko wazi na nafasi ya kupambana bado iko wazi. Zimesalia mechi 10, ni marufuku kwa mwana Simba kukata tamaa. Tuendelee kupambana, tuendelee kushikamana, tuendelee kuja kwa wingi uwanjani ili tuendelee kuipa sapoti timu yetu ya Simba Sports Club. Pale tutakapoona imetosha kwamba hapa sasa hatuna tunapokwenda, tutawaambia wanachama wetu na mashabiki wetu ya kwamba msimu huu kwenye ligi kuu ya NBC tumefikia ukomo, tujipange na msimu ujao. Lakini kwa sasa tunawaambia wanasimba ya kwamba mapambano bado yanaendelea. Tuendelee kununua tiketi, tuendelee kuja uwanjani kwa wingi wetu ule ule, tuje tuishangilie na tuwape support wachezaji wetu. Na bila shaka nyote mmeona na mnakubaliana na mimi ya kwamba msimu huu Simba Sports Club tunayo timu bora kweli kweli, ambayo tunatakiwa tuendelee kuipa sapoti, iendelee kuwa bora na iendelee kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali.
tukiwa tunaendelea na sherehe zetu ya kupata goli bora la mwaka la dunia la chama lakini vile vile tunaendelea na mipango na maandalizi ya kuja uwanjani. Ndugu zangu na habari, ni watangazie tu ya kwamba goli letu la chama aliyolifunga juzi ndiyo goli bora la dunia kwa mwaka 2026. Dunia yote imeshaliona goli letu na dunia yote imeshalipenda na dunia yote imeshalithibitisha kuwa ndiyo goli bora la mwaka 2026 2025 2026. Hilo halihitaji mjadala mwingi. Tunasubiri tuzo zake zitakazofanyika pale Ufaransa, twende tukachukue zawadi ya goli bora la mwaka kutoka Simba Sports Club. Mwamba wa Lusaka ametuheshimisha tena kwa mara nyingine. Mwamba wa Lusaka ameitangaza NBC Premier League kwa mara nyingine tena. Mwamba wa Lusaka ametupa heshima isiyoweza kuvunjika vizazi na vizazi. Kwa dunia nzima imeshalishuhudia goli la chama na imelipenda goli la chama. Yaani kazi iliyobaki sasa ni kuzungumza na watu wa NASA. NASA mnawajua mwajui? NASA wale wataalamu wa kwenda sayari nyingine. Ni kuzungumza nao hao wataalamu wa NASA walipeleke goli letu kwenye sayari nyingine huko na viumbe vingine wakalione goli la chama, na kazi hiyo imeshaanza mara moja. Ndugu zanguni, hii goli ni goli ambalo halitakaa lije lifungwe. Yaani ninyi yote hapa waandishi, wewe si ndo mdogo wewe ndo utakuwa wa mwisho kufa kwa mipango ya kiumri. Kwa mpaka wewe unanyanyuka kwenye hii dunia, goli kama lile hautakuja kulishuhudia, goli la mwamba wa Lusaka. Na kesho baada ya mechi, wanasimba tutamuokotesha chama ewe, na niwaombe ligi kuu ya NBC wamuokoteshe chama, niwaombe NBC wenye ligi yao wamuokoteshe chama. Ameitangaza ligi yetu kwa kiwango ambacho haijawahi kutokea. Mmeshuhudia mitandao mikubwa duniani inamuimba chama na Simba yake. Brazil ambako ndo wanafungwaga magoli makali, watangazaji na watu mashuhuri wa huko Brazil wamesema kuhusiana na goli la chama. Sijui mnaelewa? Huko Mahispania huko, sijui Mamisri, Maurusi huko, yani wanazungumzia goli. Imekuwa ni gumzo kubwa kweli kuliko vita ya Irani na Israeli. Kila mtu anazungumzia goli la chama. Ndugu zanguni, goli lile ni kali vibaya mno, lakini uzuri wa goli lile, ukiachilia mbali imefungwa na chama, uzuri wa goli lile amefungwa Yanga. Kwa kila ukiliplay pale unawaona pale Yanga wanateseka. Hilo ni goli bora kweli. Tunasubiri tuzo yetu wana Simba. Maswali tafadhali.